Aise, kama ni kulia basi walifanya hivyo. Walilia sana, machozi yaliwaisha, walipoteza fahamu kwa uchungu wa kumpoteza ndugu yao. Na wao pia walizinduka baada ya jitihada za ndugu wengine kuwapatia huduma ya kwanza. Kiukweli watu walilia sana kwenye huu msiba. Kijiji kilisimama. Kila mwanakijiji alitamani kushuhudia mazishi ya gharama kama yale. Huenda ilikuwa ni mazishi ya kwanza iliyokusanya watu wengi katika historia ya kijiji kile. Wapo waliofuata pale kwa ajili ya kula, wapo wengine walibeba dhamira halisi kabisa ya kumsindikiza Bi Sarafina katika safari yake ya mwisho. Na kweli ikawa hivyo. Kila ratiba ikafuatwa ya mazishi. Na masaa tu ambayo ilisalia kabla ya mwili wa Bi Sarafina haujaweza kuhifadhiwa sehemu iliyokuwa imeandaliwa kwa shughuli hiyo, ndugu wakaitana pale. Jambo lililowaita lilikuwa ni moja tu: kipi kinawafanya wasubiri zaidi ili hali muda wa kwenda kumhifadhi marehemu katika nyumba ya milele ulikuwa umeshafika? Ndugu wote wakawa wako kimya. Wote walikuwa wanamtizama Mzee Mosha. Mzee Mosha huyu alikuwa ni mzee mkubwa kuliko ndugu wengine wote. Ratiba zote za mazishi ziliandaliwa na yeye, akishirikiana bega kwa bega na ndugu wengine wenye uwezo wa kifedha. Sasa tusikilizane. Tunashindwa kwenda kumpumzisha marehemu kwa sababu Maganiko kasema tumsubiri. Kwa mimi nadhani tufanye hivyo, na itakuwa ni vizuri zaidi tukamsubiri yeye na kisha ndo twende tukazike. Huenda anataka awe sehemu ya watakaohusika kumhifadhi marehemu. Hapo aliyezungumza hayo Mzee Mosha aliwaeleza ndugu wengine sababu ya kuchelewa kwenda kuuzika mwili wa marehemu Bi Sarafina. Ndugu wenye uwezo wa kifedha kwanza walitazamana. Alichokisema Mzee Mosha ni kama vile kilikuwa ni kejeli kwao, na siku zote watu wenye pesa huwa hawapendi sana mambo kama hayo, eti tumsubiri mtu fulani ndo mtu fulani tumzike. Yaani wao walohusika na kila kitu katika mazishi yale wamsubiri kijana asiyekuwa na lolote la kuwazidi kifedha. Maganiko ni mwanaume anayejitafutia riziki kupitia kazi yake ya udereva wa mabasi ya mkoani. Eti wao wamsubiri dereva ambaye huenda hakuhusika na lolote katika mazishi yale. Kwa nini wamsubiri Maganiko? Maganiko ni nani haswa katika ukoo huu? Hebu tusikilize bwana Mzee Mosha. Haya mazishi yameanza vyema tu. Hebu tunaomba yaishe vizuri. Hatuwezi kumsubiri Maganiko sisi. Au nyinyi mnasemaje ndugu zanguni? Ilikuwa ni sauti ya bwana Isaac aliyesema hayo, na kisha akamalizia kwa swali. Ndugu wengine wakatikisa vichwa vyao kuonesha kwamba wanamuunga mkono bwana Isaac. Nani akatae mawazo ya wenye pesa? Mwenye pesa hata kikoa tu lazima utapiga makofi kumsifia. Kwani huyo Maganiko atawasaidia nini? Atawasaidia kwa lipi hata kama wakimtetea? Maganiko ni kapuku tu. Maganiko hana maana kwao. Wamsubiri yeye kama nani? Wote wakaelemea upande wa bwana Isaac. Bwana Isaac Kizito aina yake ni bwana mwenye pesa kweli kweli. Mimi kwa upande wangu namuunga mkono bwana Isaac. Ni kweli kabisa anayezungumza kaka Isaac, ni kweli. Maganiko sio kitu bwana kwenye ukoo wetu. Kwanza mtu mwenyewe haeleweki yule. Hajahusika na lolote katika maandalizi ya mazishi. Alafu kiurahisi tu eti watu wamsubiri yeye kwa udhembe wake wa kuchelewa. Mzee Mosha, hebu tusikilize. Sisi hatuko tayari kwa hilo. Ratiba ya mazishi tunaomba iendelee, ili na sisi tuendelee na majukumu mengine. Mwanamke mweusi, mrefu kiasi, alafu ni mwembamba, aliungana na bwana Isaac. Mzee Mosha alikosa pa kuegemea. Ndugu wote walikuwa wako kinyume na ombi la Maganiko. Hakuna aliyetaka kusubiri zaidi. Waliotaka lifanyike, Mzee Mosha ilibidi aruhusu Bi Sarafina apumzishwe katika makazi yake milele. Ratiba zikawa zinatakiwa kuendelea kama kawaida, kama zilivyoandaliwa. Waliofika msibani wakatangaziwa ya kwamba kinachofuata ni kuelekea eneo lililoandaliwa
na ndugu kama nyumba ya milele ya marehemu Bi Sarafina. Na kweli ikawa hivyo. Punde baada ya watu kupokea taarifa ile, ndio wakati ambao Maganiko alikuwa anawasili. Hakuna aliyemjali. Baadhi ya ndugu wakamtazama na wengine wakamcheka. Ni yule yule Maganiko wa siku zote, Maganiko ambaye hana mwili, nywele pia hana. Ugumu wa maisha ni kama vile ulianza kumzeesha maskini ya Mungu. Ukiwa huna pesa, msikilizaji, kila kitu kinakudharau. Nguo zake Maganiko zilikuwa ni za kawaida kabisa, mpaka kuna wengine wakajiuliza, yani huyu ndo alikuwa anasubiriwa ili tukamzike marehemu? Msikilizaji, yoyote mwenye uwezo wa kununua kanga ya mke wake, basi alikuwa na uwezo wa kununua suruali na shati za kumtosha kabisa Maganiko. Baadhi ya ndugu zake wakamhesabu Maganiko ni sehemu ya laana katika ukoo wao. Ukiwa hauna pesa, msikilizaji, unadharaulika. Waliamini hivyo kwamba huyu ni laana tu katika ukoo wetu. Kwani kama sio leo, basi kesho tu ungesikia Maganiko anafanya kazi katika mgawa fulani kama mpishi. Alafu isipokuwa kesho kutwa, basi ni mwezi tu unaofuata utamsikia kwamba yupo katika gereji fulani kama fundi. Na wakati huu, msikilizaji, walikuwa wanamfahamu kama dereva wa magari ya mikoani, na hata hapo waliamini kabisa hataweza kudumu kwenye hiyo kazi ya udereva. Sasa wamheshimu kwa lipi? Ana lipi hasa ambalo litamfanya umheshimu? Au kwa hiyo pumzi ya bure anayoipata? Aise, ndugu hawakuwa tayari kabisa kwa hilo, kumheshimu Maganiko. Hawakuwa tayari kabisa. Maganiko mara baada ya kufika eneo lile lenye mkusanyiko wa watu, aliomba kuelekezwa hadi sehemu ya ndugu wa marehemu walipo. Bila kinyongo, watu wa kando waliokuwa wamehudhuria katika mazishi yale wakamwelekeza walipo ndugu wengine. Maganiko aliwakuta ndugu wakiwa wanajiandaa kuutoa mwili wa marehemu kwa ajili ya kwenda kuuzika. Maganiko, kijana huyu, aliketi na kisha aliwasalimia nduguze waliomzidi umri. Wale aliowazidi wao hakufanya hivyo. Huenda hawakuwa na sababu yoyote ya kumpatia salamu zao Maganiko, walimtazama tu. Jamani, mbona kama vile mnataka kwenda kuzika? Kwani mzee Mosha hajawaeleza nilichokiomba? Aliuliza Maganiko, huku kauli yake ikitawaliwa na sauti ya mwayo aliokuwa ameupiga. Mmoja wa ndugu akasema, kuweka mwili wa marehemu kwa muda mrefu sio jambo zuri Maganiko. Kwa nini tuweke mwili wa marehemu kwa muda mrefu tukikungoja wewe? Mmoja wa ndugu wa kawaida kabisa, alimhoji hivyo Maganiko. Maganiko akasema, kwani ni lini mimi nilisema kuweka mwili wa marehemu muda mrefu ni jambo zuri? Mbona mke wa kwanza wa bwana Isaac alipokufa mwili wake ulihifadhiwa siku 2 ili ndugu zake wafike? Imani ya dini yetu inaruhusu hilo, sio manake? Au kama mjui basi. Aliyesema hayo kijana Maganiko, na sasa alikuwa amesimama. Kwa kuwa umefika, basi naomba ratiba ziendelee. Sio vizuri kuendelea na maswali. Alisisitiza hivyo bwana Isaac. Lakini Maganiko akasema, hapa hazikwi mtu kabla ya kikao kifupi kinachotakiwa tukae. Ila uzembe wenu ndio utaamua kikao kimalizike leo ama kimalizike kesho, lakini hapa hazikwi mtu, alisema kijana Maganiko, huku akiwa anamtazama bwana Isaac. Bwana Isaac kwanza akasonya, akamzawadia kikumbo Maganiko na kisha akatoka nje. Ni wazi kuwa kauli ya Maganiko ilimkera sana bwana Isaac. Huyu ni mshikaji ambaye ni mwenye mapesa yake. Ile kauli ya kuitisha kikao cha ghafla, tena kwa kikwazo cha kutokuzika kabla ya kikao kile, bwana Isaac alikasirika sana. Maganiko akaleta ladha mpya ya uchungu kwa ndugu wengine waliokuwa wakitamani kuzika mapema. Taarifa zile zikamfikia mzee Mosha. Hata yeye hakuwa nafahamu juu ya hiko kikao ambacho Maganiko anataka ndugu wote wakae kabla ya mazishi. Ni yeye mzee Mosha aliamini kwamba kikao kile hakitafanyika. Ingekuwa ni ngumu kwa wale ndugu wengine kukubali kukaa kikao, ile hali walishindwa kumsubiri Maganiko afike. Mzee Mosha akatikwa jukumu la kumhoji Maganiko kwa nini anafanya vile.
Kwa nini anakuwa na maamuzi ya kipuuzi vile? Mzee Moshi akamfuata kijana Maganiko, akamwambia, sikiliza kijana wangu, ni vyema kwa nini tusizike kwanza, alafu ukizingatia hujatoa taarifa ya kwamba kutakuwa kuna kikao kabla mazishi. Sasa hivi kuwakurupua tena watu ndugu zako kuwaitisha kwenye kikao, si ndo mabishano yataanza kijana wangu? Sasa mzee wangu, mimi hapo kosa langu nini? Au labda nikuulize mzee, kosa ni la nani? Hakuna mwenye kosa. Kama ningekuwa najua Bi Sarafina atakufa lini, ningewapa taarifa ya hiki kikao mapema kabisa. Na hiki kikao ili kiwe kina umuhimu, nataka kifanyike kabla marehemu hajazikwa, alisema kijana Maganiko, huku akiwa anajipakulia chakula kilichokuwa kimeandaliwa kwa ajili ya ndugu wa marehemu. Hebu nisikilize. Wenzenu wako nje huko, wameacha kazi zao kwa ajili ya kumstiri ndugu yetu, lakini nyinyi mnawapikia pilau, tena pilau kavu kabisa. Na nimewasikia baadhi yao wakilalamika, japo sio lawama za maana sana, lakini kwa nini nyie mjiandalie pilau lenye nyama, alafu wenzenu kule nje wanakula pilau kavu? Aliuliza kijana Maganiko, huku akijichagulia vipande vya nyama. Mzee Moshi akasema, sikiliza Maganiko, utakula kwanza ama niwaite hao ndugu wengine kikao chako kianze ili kimalizike haraka? Nadhani kikao ndo jambo la muhimu zaidi, waite wote hapa. Mpaka wafike wote nitakuwa nimeshafuta hiki chakula chote, alafu then tunakaa kwa kikao. Kweli ndugu akaitwa. Wito kutoka kwa Maganiko ambaye hakuwa lolote kwao. Bwana Isaac akatishia kuondoka kama tu kikao kile kitafanyika. Ndugu baadhi wanaopatana vyema na ndugu yao kipenzi mwenye pesa zake walimshauri ajifanye mjinga ili tu kumridhisha huyo kijana wa kuitwa Maganiko, ambao wao walimpa jina la binadamu aliyechanganyikiwa. Kikao cha nini sasa kama sio uchizi? Kwa shinga upande, Bwana Isaac akaungana na ndugu wengine katika kikao hiko cha Maganiko. Sasa Mzee Moshi akasema, Maganiko, unaweza ukaanza. Si unajua mazishi yanatakiwa yafanyike na watu wanaosubiri. Kuna watu huko, watu nje huko wanasubiri. Kwa hiyo ni vyema tukaanza hiki kikao. Aliyesema hayo Mzee Moshi. Mbona Simoni mke sasa wa Bwana Isaac? Lilikuwa ni swali kutoka kwa Maganiko. Ndugu akatazamana, anauliza nini huyu naye? Walijiuliza hivyo na Bwana Isaac akamvaa Maganiko, akamwambia, sikiliza wewe kijana, hiki kikao kinamhusu Doris ambaye ni mke wangu ama kinahusu nini? Kwani Doris sio ndugu anayetakiwa kuuliziwa hapa kumbe? Ila mimi nilipitia nyumbani kwako, nilimkuta Doris akiwa na marafiki zake wa kike wakipanga tu mipango ya harusi ya binti yako mkubwa. Kama jambo unalofanya na familia yako ni sawa, basi tuanzeni kikao chetu. Aliyesema hayo Maganiko. Ndugu mwingine akasema, kikao chetu ama kikao chako? Sisi hiki kikao hatukitambui. Hiki kikao ni cha kwako wewe. Huyu alikuwa ni mwanaume aliyekaribiana sana rika na Maganiko. Tofauti yake na Maganiko, yeye alikuwa kavaa vyema kabisa, mwili mzuri uliojengeka vyema, nywele zake zikiwa zimenyolewa katika mpangilio usiokera. Alikuwa anaonekana ni msomi kwanza. Maganiko akasema, unajua wewe, kileo wewe baba yako alifanya kosa la kuuza ng'ombe ili apeleke ng'ombe mtu ili apeleke, yani aliuza ng'ombe ili apeleke ng'ombe mtu shuleni. Hivi ni swali gani unaoniuliza leo? Kingekuwa ni kikao hiki cha kwangu, nisingekuwa peke yangu hapa, nisingewashirikisha nyie. Hiki kikao ni cha wote, ndio maana nikasema kikao chetu. Yaani wewe mwenzetu unamuita ng'ombe? Hapo ndugu wote walimtizama huyu Mzee Kileo. Ilitakiwa atoe neno juu ya kauli ile ambayo alikuwa amezungumza Maganiko kumuita ng'ombe. Sasa hasira zikaanza kuwapanda hawa na ndugu, lakini Mzee Moshi akaingilia kati akasema, jamani Maganiko, hebu anza iko kikao basi. Maganiko akasema,
Kwanza kikao chetu kitaanza na kujadili michango iliyotolewa kwa ajili ya mazishi ya ndugu yetu. Naweza nikalitoa daftari la michango ya ndugu? Hivi na vipi huyu? Hapo ndugu akaanza kulalama kwa sababu yeye amechangia kipi mpaka aanze kujadili michango yetu. Ndugu akawa anajiuliza na mzee Mosha akawa anamtizama tu Maganiko, alafu mzee Mosha akawa aseme kitu. Bwana Kileo akaamua kulibeba jukumu la kuachana na Maganiko. Huenda alitaka kumthibitishia Maganiko kwamba yeye sio ng'ombe. Bwana huyu Kileo akasema, "We Maganiko, umechangia nini kwenye haya mazishi?" Kweli sewe ng'ombe, sikukosea kukutamkia hivyo. Huyu ndugu yenu nikimwambia ng'ombe nyinyi mnajisikia vibaya. Yaani amesahau jitihada zangu zote za kupigania uhai wa marehemu. Amesahau niliuza kiwanja changu cha urithi ili marehemu apate msaada. Amesahau huyu maskini. Sasa hata nisipochangia kwenye mazishi, mnafikiri Mungu ataniandikia dhambi? Nina uhakika sina deni kwa marehemu, ila nyinyi ndugu zangu ndio mnaodaiwa na marehemu. Na ndio maana nikasema nione daftari la michango ya ndugu. Hii itasaidia mimi kuweza kuwafutia baadhi ya madeni yenu. Kwa naliomba hilo daftari. Na atakayekutwa na deni la marehemu ni lazima msindikize marehemu katika safari yake, akamlipe huko mbinguni. Aliyetamka hayo Maganiko, ndugu walibaki tu kumshangaa ndugu yao. Wakaamini huyu ameshakuwa chizi. Kivipi marehemu asindikizwa na mdeni wake? Lakini Maganiko ndiye aliyefahamu. Kikawavutia. Lakini kiliwavutia katika mvuto wa wasiwasi. Msikilizaji, katika haya maisha yako kuna mambo mawili. Katika hayo mambo mawili, jambo la pili hukosa maana iwapo tu kama hautolifanya la kwanza kikamilifu. Na maanisha hivi, jambo la kwanza ni kuonesha uwezo wako wa fedha katika kuyapigania maisha ya mtu fulani, ingali anahitaji msaada wako ili yeye aendelee kuwa hai. Na jambo la pili ni kuonesha uwezo wako wa fedha katika kuandaa mazishi ya mtu. Natumai umenielewa, kwa kama usipolifanya jambo la kwanza, basi la pili halina maana. Kikao kilichokaliwa na ndugu kwa namna ya kishingo upande kabisa ili kumsikiliza Maganiko. Wakiwa katika kumsikiliza, ndipo huyu Bwana Kileo anapewa jina la ng'ombe. Wakiwa wanatafakari jina la ng'ombe, lakini kijana Maganiko anaomba daftari la michango ya ndugu iliyotolewa kwa ajili ya mazishi yake. Lakini kabla hawajampatia, Bwana Maganiko anatangaza jambo lingine linalofanya ndugu waamini ya kwamba aliyeitisha kile kikao alikuwa amechanganyikiwa. Eti ndugu atakayekuwa na deni la marehemu hana budi kumsindikiza marehemu, yaani azikwe pamoja na marehemu. Ndugu wote wananywea, wanamtizama Maganiko kama kichaa, na baadhi yao wanajutia kukubali kukaa katika kile kikao. Mzee Mosha kwanza kanyanyuka katika kiti, akaelekea ndani na kisha karudi na daftari la michango ya ndugu. Akamwambia kijana, daftari hilo hapo. Fanya haraka basi kijana, kumbuka watu wanasubiri kushiriki mazishi. Maganiko akasema hata hao watu wakiondoka, sisi ndugu tunatosha kabisa kumpumzisha ndugu yetu. Ila kabla ya kumzika ndugu yetu, jambo la umuhimu hapa ni kumpatia haki yake kabla ya kumzika. Haki ipi unaizungumzia hapo wewe? David ambaye ni mjukuu wa mzee Mosha aliuliza hilo swali. Na Maganiko akasema, bila shaka hii ni mara yako ya pili kuhudhuria mazishi. Ya kwanza ni kwenye msiba wa mke wa kwanza Bwana Isaac. Na laiti ungekuwa umehudhuria hata mara moja tu kumtizama Bi Sarafina kabla hajafa, basi ungenyamaza. Ukiwa unataka kuongea nyosha kidole na ndipo nitakuruhusu. Maganiko alimjibu hivyo Bwana David. David akavuta tu mdomo, namna kama vile ya kumnunia Maganiko. Maganiko hakujali ile hali. Taratibu akafunua lile daftari. Jina la kwanza lilikuwa ni la mzee Mosha. Huyu ni mzee wa ukoo. Maganiko akasema, yaani mzee Mosha pamoja na wazee wake ametoa 300,000. Kama hamtompigia makofi na waahidi na kivunje hiki kikao, alafu tuone mtazika lini, alisema Maganiko. Ndugu akabaki wanatazamana.
Wachache walipiga makofi kinyonge, lakini bado walikuwa katika namna ya kuwa na mashaka sana ya utimamu wa akili wa huyu ndugu yao. Wapo waliocheka, huenda labda walifurahishwa na lile jambo. Maganiko akasema, Mzee Mosha, mimi sina deni la kusema zaidi tu ya kuwa huna deni kwa marehemu. Wewe pia ulikuwa hapa na marehemu kipindi akiwa yuko mgonjwa. Muda wako ulikuwa na maana sana kwake. Wewe hautohusika kabisa kumsindikiza marehemu. Anayefuata sasa hapa ni Bwana Kileo. Ndugu wote wakamgeukia kumtizama Bwana Kileo kwa hamu, wakawa nasubiri nini Maganiko atazungumza dhidi ya ng'ombe Kileo, maana isamuita Bwana Kileo ng'ombe. Maganiko akasema, Bwana Kileo, kipindi ambacho unasoma babako aliuza ng'ombe ili upate elimu. Lakini kama angekataa kuuza ng'ombe wake, basi wewe ndio ungekuwa mchungaji wa zile ng'ombe. Unafikiri babako kwa nini aliamua auze ng'ombe ili wewe usome na sio wewe kuwa mchungaji wa zile ng'ombe? Swali hili lilitoka kinywani mwa kijana huyu Maganiko, lakini Bwana Kileo akasema, babangu aliuza ng'ombe kwa sababu alikuwa anapenda sana mimi nisome. Kileo alijibu hivyo, na awamu hii alijibu kwa utulivu kabisa. Hakutaka kabisa swala la yeye kuitwa ng'ombe lijirudie. Lakini Maganiko akasema, sio kwamba alikuwa anapenda usome. Hapana, ni kwamba kipindi kile ilikuwa ni lazima usome. Muda ulikuwa unakuruhusu. Ni vile tu hakuwa na uwezo wa kusema kwamba asubiri ng'ombe zizaliane ndo auze ili wewe uende shule. Muda wako ulikuwa na umuhimu sana kuliko wale ng'ombe. Bwana Kileo akasema, sasa kama kujadili issue za elimu ndio bora zaidi kuliko mazishi, basi ni vyema tukaendelea. Lakini kama ni vyema tukajadili kuhusu mazishi, afu hayo mambo ya elimu hayana msingi, basi ni vyema tukajadili kuhusu kikao cha mazishi na sio mambo ya elimu. Ila kama hiki kikao ni kwa ajili ya elimu, basi niko tayari kila mmoja hapa akafuate vyeti. Tuone kama na wewe Maganiko utaleta cheti chako cha ubatizo au cheti cha elimu. Ndugu walimjia juu sana Maganiko. Maganiko kwanza hakujishughulisha kabisa na kulijibu hili ambalo ameulizwa la kuleta vyeti. Maganiko yakasema, kwenye hili daftari, huyu bila shaka ni wewe Isaac. Hiki kiasi ulichokitoa hapa ni kidogo sana tofauti na uwezo wako. Ilikuwa ni kauli kutoka kwa Maganiko. Ndugu akaguna, wakashindwa kuyazuia maswali yao, wakaamua kuyatupa sasa hewani. Kwamba wakamuuliza, wewe, kwa hiyo milioni 3 iliyotolewa na Bwana Isaac unaiona ni ndogo? Hivyo Maganiko mzima kweli? Jamani, huyu Maganiko amepatwa na nini? Wewe Maganiko, tangia uanze kutafuta pesa ulishapata hiyo milioni 3? Yalikuwa ni maswali yaliyomvamia Maganiko bila mpangilio maalum. Maganiko alinyosha mkono kwa sheria kwamba maswala yao ilikuwa ni kama vile makelele kwao. Akasema, naona na nyie sasa mnataka niwaambie mnyoshe vidole kama David ili niwaruhusu kuzungumza, sio maana yake? Pale ndugu wote wakakaa kimya, wanamtizama kwa hasira mno. Kitendo cha Maganiko kumgusa tajiri Bwana Isaac ni kama vile aliwagusa ndugu wote. Maganiko akarusha swali kwa Bwana Isaac, kwamba Bwana Isaac, unafikiri hiki kiasi hapa kinatosha kabisa kulipa deni unalodaiwa na marehemu? Nisikilize Bwana Maganiko. Kama umekuja kuharibu haya mazishi, basi sema tujue. Sasa mimi marehemu ananidai nini? Eti ndugu zangu, mimi na marehemu tunadaiana nini? Bwana Isaac alijitoa katika hilo deni, lakini Maganiko akasema, na nyie ndugu zangu mnakubali ya kwamba ndugu yetu huyu Bwana Isaac hana deni? Ndugu wote wakasema hana deni. Maganiko akasema, mnakosea. Kila mmoja ashike masikio yake yote mawili. Fanyeni hivyo, shikeni masikio yenu wote wawili. Maganiko aliwaamrisha hawa ndugu wote washike masikio yao yote mawili. Ndugu akabaki kumtizama tu kwa hasira.
Kushika masikio ndo jambo ambalo liliwachukiza zaidi. Hawakuwa tayari na hilo, wakagoma kabisa. Bila ya wao kutarajia, Maganiko akasimama, akafuata vile vifaa vilivyotumika kwa ajili ya uchinjaji wa kitoweo kilichokuwa kimetumika katika hayo mazishi ya Bi Sarafina. Maganiko akachukua panga na kisha karudi nalo pale kwenye kikao. Ndugu matumbo yakaanza kuwabana. Sasa wakawa wanajiuliza kwamba Maganiko anataka kufanya nini huyu? Sasa wakawa wanaulizana pale. Wakiwa wanaulizana walikuwa na wasiwasi sana. Maganiko akawaambia, mkikaidi, siku zote mkaidi hafaidi hata siku ya Idi. Mbishi hafaidi hata siku ya mazishi. Nimewaambieni shikeni masikio yenu yote mawili. Maganiko aliposema hivyo, akarudia lile swali lake. Na nyie ndugu zangu, mnakubali ya kwamba ndugu yetu Bwana Isaac hana deni? Awamu hii ndugu wote wakawa kimya, waliogopa lile panga lilikuwa melishika ndugu yao Maganiko. Huyu mtu akili zake sote mama. Ukifanya masiara hapa na kuua, unamsindikiza kweli Bi Sarafina? Ndugu waliambizana hivyo. Sasa mzee Mosha, kwa sababu ndo mzee wa ukoo, akasema, Maganiko, huko nakuelekea ni kutishia maisha ya wenzako. Ni vema ukaweka hilo panga lako mbali tafadhali. Maganiko akasema, ni bora hata ya mimi ambaye natishia. Huyu Isaac, yeye deni lake lingekuwa jepesi kama angetishia kama mimi. Lakini yeye alishika uwezo vyema kabisa. Bila kujali, uwezo wake aliuweka kando. Bila huruma, akajifanya haoni wala hasikii maswahibu anayoyapitia Bi Sarafina. Nyie wote ni mashahidi ya kwamba mgonjwa alikuwa anaumwa vibaya mno, anahitaji msaada. Bwana Isaac alikuwa wapi? Wote nyinyi mashahidi, ugonjwa ndio ambao umemuua Bi Sarafina. Ambapo ni ugonjwa ambao mtoto wa ndugu yetu Isaac anakwenda kuelewa muda sio mrefu. Ugonjwa ambao mtoto wa Isaac alipatiwa matibabu na akapona kwenye hospitali ambazo Isaac anazifahamu na ana uwezo kulipia gharama zote. Ondoa mbali vimichango vyetu ambavyo tungevitoa. Lakini huyu Bwana Isaac akajifanya kama vile hatambui hilo. Alijitenga kabisa na Bi Sarafina. Leo marehemu kafa, ndo anatoa hii milioni 3. Sasa hii milioni 3 ndo pesa gani hiyo? Mimi naona haitoshi. Na kama tulivyokubaliana ni kwamba atakayekutwa na deni la marehemu basi yeye ndo atazikwa ili msindikize marehemu. Na hii ndio sababu nilitaka kikao kifanyike kabla mazishi. Hapo Maganiko akaweka nukta na kisha aliotizama ndugu wengine. Wote walimshangaa yeye. Maganiko akawauliza, Bwana Isaac, uko tayari kumsindikiza marehemu Bi Sarafina? Ama niamue nitakaloweza kuamua mimi? Maganiko aliuliza hilo swali. Kilichokuwa kinasikika ni kupanda na kushuka kwa pumzi za wanandugu. Kimya kizito kwanza kilikuwa kimetawala. Mkononi Maganiko alikuwa ameshikilia panga sasa. Wakaamini hatari yoyote kutoka kwa Maganiko inaweza kumkuta Bwana Isaac, tajiri kuliko ndugu wengine wote. Msikilizaji, naamini umeshapata ushauri mara nyingi sana juu ya kufikiria kabla ya kutenda, lakini hakuna aliyewahi kukushauri baada ya kutenda nini unatakiwa ufanye. Basi mimi naomba nikueleze. Ukishafikiria alafu ukatenda, basi kama ikatokea ni dhambi uloitenda, kumbuka kuomba msamaha na sio kujitoa katika ile dhambi. Maana hata ule muda ulofikiria kutenda hautakuwa na maana tena. Fikiria kabla ya kutenda, na ukishatenda kumbuka kuomba msamaha iwapo itatokea umetenda dhambi. Kama masihara, Maganiko alitikisa kile kikao. Ndugu wanakipokea kile kikao kishinga upande kabisa. Wakiwa katika kumsikiliza, Maganiko anadai eti kwamba milioni 3 alizotoa Bwana Isaac kama mchango katika mazishi ni kiasi kidogo mno cha pesa. Kama masihara, Maganiko anatangaza deni kwa Bwana Isaac. Deni ambalo linamgharimu Bwana Isaac maisha yake. Ni deni linalotoka kwa Bwana Isaac
amsindikize Bi Sarafina kaburini, na kivyo vyote vile njia ni moja tu, lazima Bwana Isaac afe. Kwa namna ya ajabu, Bwana Isaac anaamka haraka mno pale alipokuwa ameketi. Analinua koti lake la suti. Anaonesha wazi kabisa silaha aina ya bastola aliyokuwa ameichomeka ubavuni mwake upande wa kulia katika kiuno. Ndugu anapiga mayowe, hofu, uoga. Kikao kilianza kuonyesha kila dalili za roho ya mtu kuacha mwili. Bwana Isaac akasema, sikiliza Maganiko, nimekaa kimya, usinione kama mimi ni mnyonge, usinione mimi kafala. Yaani sikuogopi. Unaleta mambo yako ya kijinga katika mambo ya muhimu. Ukiniletea ujinga tena na kutanguliza wewe kabla ya Bi Sarafina. Bwana Isaac alizungumza hivyo kwa hasira sana, hapo akionyesha bastola yake aliyokuwa ameichomeka ya kwamba na hapa ipo. Maganiko akasema, wewe jamaa jinga sana wewe. Sasa nani asijua kwamba hiyo ni bastola? Alafu kwani hapa kuna jambo la umuhimu? Bwana Isaac, ujue ni mtu ajabu sana. Kipindi kile unaelezwa ugonjwa alionao Bi Sarafina, wewe ulipuuzia. Sasa kama ulikuwa hujui kwamba yale ndo yalikuwa mambo ya umuhimu, Isaac, yale ambayo ulikuwa unaelezwa ili usaidie uhai wa Bi Sarafina, yale ndo yalikuwa mambo ya umuhimu mno, huenda kuliko haya mazishi unayopigania hapa. Mimi wala siogopi hicho ulichokichomeka hapo kiunoni mwako. Mimi ninachokiogopa hapa ni wewe kutokutambua deni lako kwa marehemu. Sikiliza Bwana Isaac, kama wewe na hawa ndugu zako mnaona kwamba haya mazishi ni muhimu kuliko hiki kikao, basi naombeni nikifunge. Ni maamuzi yako kukubali kulipa deni la marehemu kama nilivyotaka iwe, ama ukatae. Ni wewe utakayeamua, ila nakuahidi ukifanya kosa la kukataa kulipa deni la marehemu, basi unanitafuta kwa udi na uvumba, na wala hautoshirikiana na wewe. Kwaherini. Aliyesema hayo Maganiko, na kisha kaondoka zake bila hata kushiriki mazishi. Maganiko aliondoka, lakini nyuma akiwa ameacha mtihani mgumu mno kwa Bwana Isaac. Mtihani unaomtaka Bwana Isaac kufa ili amsindikize marehemu Bi Sarafina kama njia ya kulipa deni lake. Deni ambalo Maganiko ndo amelieleza tena kirahisi kabisa. Maganiko anafunga kikao. Kabla hata ya kuondoka, anampatia kwanza ahadi Bwana Isaac ya kuwa iwapo akafanya kosa la kukataa kulipa deni la marehemu, basi atamfuata Maganiko kwa udi na uvumba, na wala hatoshiriki katika kumtafuta Maganiko. Maganiko anaaga na anaondoka zake, huku nyuma ndugu wanakamilisha mazishi. Lile linapita japo kwa tabu mno. Kila ndugu aliyerejea katika familia yake hakuacha kuhadithia kile kikao cha Maganiko. Waliosikia kwanza walicheka, wakaiweka ile hadithi ya kikao cha Maganiko katika sehemu inayohifadhi mambo yasiyokuwa na umuhimu katika vichwa vyao. Wengi wakampatia Maganiko jina la mwenda wazimu. Mwenda wazimu aliyejaribu kuharibu mazishi. Siku basi zikapita, wakasahau kile kikao cha Maganiko. Hata kwa Bwana Isaac pia ilikuwa hivyo hivyo pia. Akaliweka deni la marehemu kando, akasahau kila kitu kuhusu kikao cha Maganiko. Akaamini ya kwamba Maganiko hakuwa na lolote zaidi tu ya ukichaa ndio ulikuwa unamsumbua. Aliamini hivyo. Siku zilivyozidi kwenda bila ya lolote kumtokea ama kutokea, akili yake ikafuta kumbukumbu zote juu ya Maganiko. Uzuri ni kwamba hata ile ndoa ya binti yake ilipita kwa amani pia, na huo ndo kawa mwanzo mpya wa yeye kumsahau Maganiko. Maganiko ambaye alihaidiwa ya kuwa iwapo atakataa kulipa deni la marehemu, basi atamtafuta Maganiko kwa udi na asimpate. Lakini miezi ilipita bila yeye kumtafuta Maganiko. Kama ambavyo ahadi ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo kuwachukua walio wake itakavyotimia, hivyo ndivyo ambavyo Maganiko akarejea kutimiza ile ahadi ya Bwana Isaac kumtafuta na asimpate. Maganiko alikuja kwa namna ya kutisha mno. Awamu hii alirejea katika namna tulivu isiyokuwa hata na chembe ya masihara, namna inayofanana kabisa na mazishi, kwani kosa moja la mzee Isaac lilitosha kabisa kusababisha mazishi. Ni wazi Maganiko alitaka kumrithisha Isaac maumivu, yale maumivu aliyoyapitia yeye akiwa peke yake akipambania uhai wa Bi Sarafina.
Awamu hii alitaka Isaac aonje ladha ya kusimama peke yako, sehemu ambayo ndugu wanahitajika kusimama na wewe. Ilikuwa ni siku ya kawaida kati ya siku nyingi ambazo zilimkuta Bwana Isaac akiwa yuko kazini. Hata ile pia Bwana Isaac alikuwa ndani ya ofisi yake, miguu yake akiwa ameiweka tu juu ya meza kwa namna ya kipekee kabisa. Mguu mmoja ulikuwa uko juu ya mguu mwingine. Kwa kifupi, Bwana Isaac alikuwa amekunja nne. Alifanya hivyo labda ni kwa sababu tu hapakuwa na mtu wa kumhoji juu ya kile kitendo alichokuwa amekifanya. Kiubaridi kilichozalishwa na mitambo aliyokuwa ameifunga katika ofisi hiyo kilizidi kumpa hamasa yeye kuendelea kuwepo ofisini pale. Hakuwa na kazi aliyokuwa akifanya, bali tu alikuwa ametingwa na kuperuzi katika simu yake. Akiwa katika kuperuzi kule, mlango wa ofisi yake unatangaza ugeni, na bila kusita anaruhusu ugeni ule upite. Ni msaidizi wake. Msaidizi yule akampa taarifa ya kwamba kuna ugeni wake, ugeni ambao haukuwa katika ratiba za Bwana Isaac. Isaac akamtaka msaidizi wake amwambie kwamba mgeni yule ya kwamba afanye makubaliano ya kukutana naye kwanza, na sio tu kuja tu na kutaka kuonana naye, kwa sababu yeye Bwana Isaac aliamini hiyo siku ya leo alikuwa ametingwa mno. Msikilizaji, kipi kimemtinga Bwana Isaac? Hakuna, ni basi tu kwa kuwa kashafanikiwa, dharau zikawa ndo sehemu ya maisha yake. Yule msaidizi akasema, kaka, samahani bwana, kwa sasa bosi ametingwa mno na kazi, kasema uweke makubaliano ya kukutana wakati mwingine na sio leo. Yule msaidizi alifikisha kila alichokuwa ameambiwa na Bwana Isaac. Lakini Maganiko akasema, rudi kamwambie bosi wako ni mmiliki halali wa hii kampuni, ndio anataka kuzungumza naye. Mgeni yule akamwagiza tena yule msaidizi wa Bwana Isaac. Lakini bosi akasema, kabla msaidizi hajamaliza, yule mgeni akaingilia kati akasema, hebu acha upishi wewe bwana, naweza nikakulalua, naweza nikakutandika makofi sasa hivi. Sipendi ubishi, nadhani umenisikia. Kamwambie bosi wako ya kwamba mkurugenzi wa hii ofisi amefika. Yule mgeni alifoka. Msaidizi ilibidi atulie, akatulia, akawa anamsikilizia. Huenda wasiwasi ulikuwa umemkumba ghafla. Yule mgeni akamwambia, sikiliza bwana, hebu nenda kamwambie huyu Isaac ya kwamba mmiliki halali wa hii kampuni anataka kuzungumza na wewe, na akijifanya ya kwamba hanijui, mwambie naitwa Maganiko. Yule mgeni akamwangalia upya yule msaidizi. Msaidizi ilibidi atii, akarejea katika ofisi ya Bwana Isaac. Bila kukosea, alifikisha kila alichokuwa ameelezwa na mgeni ambaye ni Maganiko. Ni kama vile shambulio la ghafla sana kwa Bwana Isaac. Alishamsahau kabisa Bwana Maganiko katika akili yake, na bila kutarajia akakutana na jina ambalo mara ya mwisho lilileta tafrani katika mazishi ya Bi Sarafina. Na kama haitoshi, Maganiko ndiye mgeni alifika katika kampuni yake, na tena awamu hii amejitwika ukubwa wa kwamba yeye ndiye mmiliki halali wa ile kampuni. Bwana Isaac sasa ndo akatoa ruhusa mgeni yule aingie, huku msaidizi yule akapiga simu kituo cha polisi, akatoa taarifa ya kwamba kuna mfanya fujo katika ofisi za kampuni yao. Fujo ambayo Isaac aliamini ni lazima tu itazaliwa, kama sio kwa kinywa basi kwa mikono ya Maganiko. Kwa Maganiko aliporuhusiwa taratibu, bila hata ya wasiwasi, aliingia katika ofisi ya Bwana Isaac. Hapo akaketi na kisha akamsubiri Bwana Isaac atoe kwanza mguu juu ya meza, kwani yeye kama mmiliki wa ile kampuni hapendi watu wa namna ile. Bwana Isaac ni kama nusu alitaka kucheka, nusu kama alitaka kulia. Eti kampuni aliyoianzisha yeye mwenyewe kwa uwezo wake mpaka imefikia pale, Maganiko anatoka huko anapotoka, anakuja kusema kwamba ile kampuni ni ya kwake. Bwana Isaac akasema, sikiliza Maganiko, naona umekuja hapa kuleta vurugu. Hivi ni kwa nini unanifuatilia sana mimi? Bwana Isaac alioje, lakini bado alikuwa hajatoa ile miguu yake juu ya meza. Maganiko akamwambia, utatoa hii miguu ya meza au niitoe mimi? Maganiko alioje hivyo, lakini bado Bwana Isaac hakuondoa ile miguu juu ya meza. Akamuuliza, Maganiko, unanitafuta nini wewe kijana? Nini ambacho unakihitaji hapa?
Bwana Isaac alihoji hivyo, lakini Maganiko akasema, kwa mara ya mwisho, ondoa hiyo miguu yako juu ya meza. Amu hii Bwana Isaac ilibidi atii, alitoa ile miguu. Alifanya hivyo ili apate kuweza kujibiwa ni nini Maganiko kilichomfanya aje pale. Alipoondoa ile miguu yake, na ndipo Maganiko akahamia kwenye sura nyingine sasa. Akamwambia, hiyo runinga hapo haitumiki, umeiwasha kisha ukaitoa sauti, hakuna unachokitazama. Hapakuwa na haja kuiwasha hiyo TV. Hayo ni matumizi mabaya ya umeme kwa taifa na katika kampuni pia. Nyanyuka ukazime ile TV. Maganiko alimueleza hivyo Bwana Isaac, na kisha akamalizia kwa agizo ya kwamba unatakiwa ukazime ile TV. Sasa Bwana Isaac akaona kama vile anaingiliwa, akamwambia, wewe unazungumza hivyo kama nani? Hivyo Maganiko ni nani hasa mpaka uingie katika ofisi yangu na uanze kunipelekesha? Samahani, nilisahau kuweza kubeba kitambulisho kuonesha kwamba mimi ni nani. Ila sio mbaya, mimi ni Maganiko, mmiliki halali wa hii kampuni. Ni bosi wako pia, kwa lugha nyepesi. Alisema hivyo Maganiko katika namna ya kumaanisha kile alichokuwa anakizungumza. Ni Bwana Isaac tu ndio alikuwa anajua maana ya kuwa katika kilio na kucheka. Yaani alitakiwa kucheka kama tu angeamini ya kwamba Maganiko ni kichaa, na kila anachokizungumza hakina maana yoyote ile. Ila alitaka kulia basi aamini ya kwamba Maganiko yuko timamu na kila anachokitamka kina maana. Mwisho Bwana Isaac alichagua kicheko, akamweka Maganiko katika kundi la vichaa. Akamwambia, sikiliza Bwana Maganiko, na kuomba ondoke katika ofisi yangu. La hasha, nitaita polisi. Maganiko akasema, alafu umenikumbusha, nilitoka huko kwenye sheria kupeleka yale makubaliano yako ya mwaka 2010, makubaliano ambayo uliingia wewe na marehemu Bi Sarafina enzi za uhai wake. Sasa na imani ushatambue kwamba mimi na wewe ni nani anatakiwa kuweza kuita polisi hapa. Hivi wewe kijana, wewe unanitafuta nini mimi? Nimekuacha uchezee nyama, sasa naona unataka kugusa mifupa yangu. Sio manake sitokubali kuona unaendelea kunisumbua. Nitafanya kitu Maganiko, na nitakushikisha adabu, na kuambia wewe kijana. Sasa mbona unaongea kwa sauti mzee wangu? Umepandisha kichaa, sio manake ama mashetani? Mimi naondoka zangu bwana, lakini wewe jiandae kuwaambia familia yako ya kwamba umeirudisha kampuni kwa mmiliki halali. Baada ya Maganiko kuzungumza vile, aliondoka zake, lakini huku nyuma alimwacha Bwana Isaac katika vurugu ya makelele. Isaac alikuwa anafoka kweli kweli, na hata ile tai yake ile ni kama vile ilikuwa inataka kumnyonga. Akaivua huku akiwa anatukana vibaya mno. Alitukana ile tai, aliitukana matusi mazito. Kile kiubaridi cha kiyoyozi ni kama vile kilitoweka. Hakikufua dafu mbele ya jasho lilikuwa likimtoka kwa joto kali kweli kweli. Alikuwa joto la kawaida, ni joto linalosababishwa na makubaliano yake ya mwaka 2010, makubaliano kati yake yeye na marehemu Bi Sarafina. Bwana Isaac alitambua vyema ya kuwa iwapo makubaliano yale ilifika katika eneo husika la kisheria linalosimamia mikataba, basi kuna uwezekano mkubwa yeye kuweza kuikabidhi kampuni kwa yeyote yule ambaye atakuwa ni mwakilishi wa marehemu, na ni wazi kabisa Maganiko ndiye mwakilishi wa marehemu Bi Sarafina. Msikilizaji, nakusihi sana, iwapo ukaweka makubaliano na mtu fulani, hakikisha unayatimiza makubaliano yale, hata kama yule mtu atanyamaza na kutazama namna ambavyo unamdhulumu. Jua tu kwamba ipo siku lazima haki ya yule mtu itadaiwa, na mlipaji itakuwa ni wewe. Labda unaweza usidaiwe hapa duniani, lakini mbinguni lazima utadaiwa, na muda huo hautakuwa na nafasi ya kujitoa katika deni hilo. Timiza makubaliano yako, alafu kuwa mwaminifu. Mwaka 2010, muungano Same Kilimanjaro. Maisha hayakuwa marahisi hata kidogo. Ni kweli alikuwa na elimu ya stashahada katika biashara. Alikwisha kuhitimu na hakuwa na dalili ya yeye kuendelea na kiwango cha elimu kinachofuata. Hata yeye pia hakuwa tayari. Alichokiwaza katika akili yake ni mpango wa yeye kupata pesa na kuelekea mjini ili kwenda kuanzisha biashara alizoamini zingemtoa kimaisha. Alishapanga aina ya biashara na eneo aliloliamini kwenye hiyo biashara yake, akiamini kabisa kwamba itazunguka kwa haraka mno. Lakini kikwazo kikawa ni pesa. Hapo Isaac, kijana wa miaka 22, akatuliza kwanza akili yake vyema.
akatafakari njia ya kupata mtaji. Akiwa katika kutafakari kule, jina la Bi Sarafina likapita katika akili yake. Ni huyu Sarafina ambaye ni shangazi yake. Isaac ndo akafunga safari kutoka anapoishi kwa babu yake mpaka kwa Bi Sarafina. Huko alipokelewa vizuri, kuku akachinjiwa, wali ukapikwa, akala. Maji ya baridi yaliyohifadhiwa katika mtungi yakakamilisha safari ya mlo wake. Alishiba vyema kabisa, na taratibu tabasamu likawa limechanua usoni mwake. Chakula adui wa njaa. Ile njaa aliyoipata yungali yuko njiani, sasa ilitoweka. Bi Sarafina alikuwa yuko kando akimtizama mtoto wa kaka yake. Ni kweli ya kuwa Bi Sarafina hakubahatika kupata mtoto. Bahati pekee aliyoipata katika maisha yake ni kumiliki ardhi kubwa yenye rutuba aliyoachiwa na mume wake aliyefariki miaka mingi mwanzoni mwa ndoa yao. Bi Sarafina akawa ndo ndugu mwenye eneo kubwa la ardhi kuliko wote. Hivyo ilitosha kabisa kuendesha maisha yake. Baada ya Isaac kuwa amemaliza kula na amepata muda wa kupumzika, basi mazungumzo ya hapa na pale yakaanza. Mwisho wa siku Isaac akaamua kuzungumza lile ambalo lilimleta kwa Bi Sarafina. Akamwambia, shangazi, mimi nimekuja hapa kwako nikiwa nina ombi moja tu kubwa. Aliyesema hayo Isaac, na kisha aliacha ile kauli hewani. Bi Sarafina akamuuliza, ombi gani hilo mwanangu? Nahitaji msaada wako shangazi. Mimi kama unavyojua nimesomea masuala ya biashara. Ni muda sasa wa mimi kuweza kujitoza katika biashara kama mwanaume. Nahitaji kuwa mfanyabiashara halisi kabisa. Alizungumza Isaac, alafu alisita. Alimtazama shangazi yake. Shangazi alikuwa katika umakini wa kumsikiliza yeye. Hapo kijana huyu Isaac aendelea kusema, akaambia, shangazi, ningeomba uniamini na ningeomba unisaidie nipate angalau milioni 5 tu. Mwanangu, mbona hiyo pesa ni nyingi mno? Kwa umri kama wako milioni 5 mbona nyingi? Ni kweli shangazi, lakini kwa mimi mtu mwenye elimu ya biashara, kila shilingi katika hiyo milioni 5 ina kazi yake. Naomba uniamini shangazi, mimi nitafanikiwa mno. Kwa hiyo mwanangu, unataka kuniambia kwamba ikatokea ukapata hiyo milioni 5 hautozichezea? Na wajua nyewe vijana, tena kijana wa kiume kwa starehe, na wajua. Shangazi, siwezi kuwa mjinga kiasi hiko. Isaac alijitoa katika wale aina ya vijana wanaofuata starehe. Kuna vijana wakipata tu pesa, cha kwanza wanawaza ni starehe. Isaac alijitoa huko. Kwa wakazungumza mengi na shangazi yake. Mwishowe Bi Sarafina alimwahidi Isaac ya kwamba iwapo akitafakari na akapata jibu vizuri, basi atamjulisha afuate kile kiasi cha pesa alichokuwa amekitaka. Na kweli kawa hivyo. Ilipita miezi miwili. Mwezi wa 3 huu haukupita hivi hivi. Huu ulikuja na habari njema kwa Isaac kutoka kwa Bi Sarafina. Ni habari iliyomtaka Isaac afike nyumbani kwa shangazi yake, na kweli kawa hivyo. Isaac aliwahi nyumbani kwa Bi Sarafina, na Bi Sarafina alimweleza Isaac ya kwamba ameuza eneo kubwa la ardhi yake ili ampatie Isaac ule mtaji wa milioni 5. Kwa maana hiyo, yeye ana ombi moja. Ni ombi la kuweka makubaliano ya kuwa iwapo Isaac atafanikiwa katika biashara yake na biashara ikawa ni kubwa, basi 70% zitakuwa ni za Bi Sarafina. Na kama Isaac akishindwa kufanya lolote kwenye zile pesa, basi itamlazima Isaac kuwa mchungaji wa ng'ombe wa shangazi yake kwa mwaka mmoja kama adhabu ya uzembe wa yeye kupoteza zile fedha. Isaac alifurahia sana makubaliano yale na hakutaka kutambua ukubwa wa 70% kwa wakati ule. Alichokitaka yeye ni pesa tu. Makubaliano yakawekwa kwa alama za vidole vya wote wawili kama uthibitisho, huku saini za kalamu zikimalizikia pale. Isaac akaondoka na ile milioni 5 moja kwa moja, akakimbilia mjini Moshi, huku akaenda kuyaanza maisha yake ya kibiashara. Mungu bila kikwazo akafungua milango ya Isaac. Isaac alipita, biashara ikakua, miaka ikasogea. Isaac akatambulika vyema katika jiji la Moshi kama mfanyabiashara mkubwa. Mafanikio ya Isaac yakawa ni makubwa mno. Akasahau yale makubaliano baina yake na Bi Sarafina. Akasahau kwamba walikubaliana kitu gani, na ikawa hivyo.
Na sasa ni miaka mingi imepita. Kifo cha Bi Sarafina ni kama vile kilimfanya amini ya kuwa hakuna yeyote ambaye angeibuka na kuanza kufuatilia yale makubaliano. Mwanzo Bi Sarafina alimkumbusha Isaac ya kwamba zile zilikuwa ni 70% azigawe kwa ndugu wengine. Isaac akawa wa kukubali tu bila kutekeleza. Magadiko anatoka huko alipotoka, anakuja kuyafukua yale makubaliano ya mwaka 2010. Kitendo cha Maganiko kumgusia ishu ya makubaliano ya mwaka 2010 ndio kawa mwanzo bwana Isaac kutambua kwamba adui yake nambari 1 alikuwa ni Maganiko na wala sio wale wapinzani wa kibiashara alikuwa akiwachukia hapo awali. Bwana Isaac akajihakikishia kumshinda Maganiko kwa kishindo, na aliamini ya kuwa Maganiko hatakuwa upande imara wa kusimama naye. Maganiko ana uwezo gani wa kushindana na yeye ndani ya mji huu wa Moshi, ili hali yeye ni bosi? Viongozi wote wa serikali ni marafiki zake. Kwa hiyo Isaac akaapa ya kwamba ni lazima Maganiko ajutie katika maisha yake, na akadhamiria mazima rasmi akaitangaza vita kati yake na Maganiko, vita isiyojali undugu wa kufa ama kupona, lakini mtu wa kufa ni lazima afe tu. Kilikuwa ni kikao kifupi mno. Aliyekuwa akiongoza kikao kile ni bwana Isaac, na mbele yake kulikuwa kuna vijana 6. Wote walionekana kuwa ni vijana imara mno kutokana na namna walivyokuwa wameijenga miili yao. Wale vijana walikuwa kwa makini mno kumsikiliza bwana Isaac. Bwana Isaac akatoa pale maagizo, akasema, sikilizeni vijana wangu. Huyu kijana anaitwa Maganiko. Sio mzee kama sura yake ilivyo kwenye picha. Maisha tu yamemchakaza. Hapo Isaac akanyamaza. Alifanya hivyo ili kuweza kupisha vicheko vilivyozaliwa na wale vijana. Huenda walifurahishwa na ile kauli ya kuwa Maganiko sio mzee kama sura yake ilivyoonekana kwenye picha, ni maisha tu ndio yalomchakaza. Wale vijana waliponyamaza, na ndipo Isaac akaendelea kusema, sikilizeni vijana wangu. Bila ubishi ni kwamba wote tumeshajua wapi Maganiko anaishi. Ni jukumu lenu kuhakikisha mwili na roho yake vinatengana. Na kabla kuitenganisha roho yake na mwili wake, fanyeni mnavyojua mpaka awapatie karatasi ya makubaliano ya mwaka 2010. Na toa siku 2 tu Maganiko awe marehemu. Yalikuwa ni maagizo kutoka kwa bwana Isaac, maagizo yaliyobeba dhamira ya kumwangamiza kijana Maganiko. Wakati yeye akiwa anapanga mashambulizi mazito, Maganiko alikuwa akiandaa namna atakavyogawanya zile 70% kwa kila ndugu ambaye anastahili kupata angalau 10% kadhaa katika zile 70. Baada ya kuandaa utaratibu wake, Maganiko sasa alichukua simu yake akampigia Isaac. Ile namba ilifika kwa Isaac kama namba ngeni. Isaac ilibidi aipokee. Maganiko akasema, bwana sikiliza, kuna jambo mimi linanichanganya hapa, naomba tujadiliane. Ilikuwa ni sauti ya Maganiko. Isaac alichukizwa na jambo lile. Tayari chuki yake dhidi ya Maganiko ilikomaa. Lakini Maganiko akaendelea kusema, unajua bwana Isaac, kwenye zile 70% naona kabisa ya kwamba kitakachokubakia kwako kitakachokubakisha kuwa sehemu ya kampuni ni 30%. Lakini kama unavyojua bwana Isaac, bado unalo deni la siku ile kwenye kikao kabla ya mazishi. Sasa hapo tunafanyaje? Na hizi 30 tuzikate kwenye lile deni ama ni vipi? Alihoji Maganiko kama kwa utani hivi, lakini upande wa pili bwana Isaac alikunja sura yake kwa chuki. Anatamani kutukana, lakini yuko karibu na familia yake. Akaikata ile simu kwa hasira. Maganiko akawa achoke, akapiga tena. Bwana Isaac akasema, hebu fuata habari zako bwana, achana mimi. Sasa sungeniambia hivyo kuliko kukata simu bwana Isaac. Ila habari zangu kwa sasa ziko kwako. Muda wa habari zako kuwa kwangu ukifika, wewe ndio utahangaika kunitafuta. Hebu sikiliza bwana Isaac. Kwa zile sasa 30% tukitoa zile 70 tuzikate, maana wewe una deni wewe. Maganiko alioje, lakini simu ikakatwa tena. Maganiko pia hakurudia kumpigia. Aliamini kwamba muda ukifika basi Isaac ndo atamjibu, iwe kwa kupenda ama kwa kutokupenda. Naam. Ni ndani ya chumba
Kama ningehitajika kukueleza kwamba kile chumba kilihifadhi nini, basi ningekwambia hivi: kulikuwa kuna godoro lililokuwa lipo sakafuni, kulikuwa kuna redio ndogo iliyopo kando ya godoro lile, na juu ya godoro kulikuwa kuna bwana anayesoma kitabu. Alikuwa ni Maganiko, yeye ndiye aliyekuwa anaishi katika kile chumba. Huyu Geza fala kweli. Sando anafanya nini hivi? Hii michezo yake hatari, siku nikikutana naye mimi nitamuonya tu. Alikuwa ni Maganiko akilalamika, alichokuwa nakilalamikia ni juu ya bwana Geza katika riwaya ya Upumbazo. Wakati Maganiko akiwa amewekeza umakini mzito katika kusoma ile riwaya, ghafla mlango wake ukavamiwa. Waliovamia hawakuwa na masihara hata kidogo. Kila mmoja kati ya wale 6 alikuwa ameshika silaha yake. Mwingine alikuwa ameshika panga, mwingine alikuwa ameshika rungu, yule alikuwa ameshika waya, alafu mwingine akiwa na kipande cha kama chuma hivi nyembamba. Alafu wawili walikuwa wameshika silaha aina ya bastola. Tayari walikuwa wako mbele ya Maganiko. Walikuwa ni vijana sijui 8 sijui 6. Msikilizaji, kama ukiamua kutumia nguvu katika kulimaliza jambo fulani, basi hakikisha hilo jambo haliwezi kukuzidi nguvu. Na ikitokea likakuzidi nguvu, basi kuwa na uhakika hilo jambo haliwezi kukuzidi akili. Naam, hivyo ikatokea ukaamua kuweza kushindana na mtu kwa kutumia nguvu, hakikisha unamzidi nguvu. Na ikatokea akakuzidi nguvu, msaada wako wa mwisho ni akili yako. Uvamizi ule ulikuwa ni mzito kwa kijana Maganiko. Na Maganiko alitambua, basi kama hataitwa marehemu akiwa katika kile chumba, basi ataitwa marehemu akiwa yuko nje ya kile chumba. Wale vijana walikuwa na asilimia zote za kumua. Yaani walikuwa na asilimia zote, waamue kijana Maganiko ama wamwache hai. Na laiti aliyowaagiza angewapa amri ya kuua tu, basi Maganiko angekufa muda ule ule. Lakini haikuwa hivyo. Wale vijana walikuwa na majukumu mawili. Moja ni kumuua Maganiko, lakini la pili ni kumlazimisha Maganiko aseme ni wapi karatasi za makubaliano ya mwaka 2010 zilipo. Hilo tu ndo lilivuta muda wa kifo cha kijana Maganiko. Wakamwambia pale, tusikilize bwana mdogo, tena tusikilize kwa umakini sana. Usijaribu hata kuvuta hii pumzi bila ruhusa yetu. Kumbe utakufa Basi vuta hii pumzi taratibu. Na maanisha usifanye lolote ambalo hatujakuamuru kufanya. Nadhani umetuelewa Maganiko. Sasa kabla tujaenda kukuumiza vibaya, eleza ni wapi karatasi za makubaliano zilipo. Yule kijana alipoyazungumza hayo, akiwa amemkaribia kabisa Maganiko, ni kama vile alikuwa na mchimba mkwara fulani hivi. Kijana mwingine akamhoji kwamba wewe ni bubu ama vipi, mbona utujibu? Maganiko hapo yuko kimya, hazungumzi na mtu. Yule kijana wa awali akasema, naona unataka tukunyoshe kwanza ndo utasema, si ndio? Sasa yule kijana alikuwa ameshika kipande cha chuma, akasogea mbele akamkabili Maganiko. Laiti wangejua, ni bora wangetumia ile nafasi ndogo walikuwa wameipata mwanzoni ya kumbananisha vyema Maganiko. Kitendo cha wao kumruhusu mwenzao kumsogelea Maganiko, lile lilikuwa ni kosa ambalo kama wakipata nafasi ya kujuta, basi watatumia nusu ya maisha yao kufanya hivyo. Yule kijana mwenye kipande cha chuma nyembamba alisimama mbele ya Maganiko. Alikuwa amenyoosha mikono yake juu, kijana Maganiko, na alikuwa amepiga magoti. Hata kama ni wewe ungepewa nafasi ya kushuhudia tukio lile, basi ungehukumu hivi: mwili wa Maganiko ulikuwa haukupi wasiwasi wowote wala tumaini, kama yaani usingekuwa naamini kwamba Maganiko angeweza kuleta upinzani wowote ule. Maana yule kijana kwanza alioshika kipande cha chuma alikuwa amejezia mwili, amejengeka. Maganiko alikuwa yuko chini kapiga magoti, mikono juu. Kwa Maganiko hakuonekana kama atafanya tafulani yoyote ile. Yule jamaa alikuwa amejezia mwili wa Mwezwezi. Lakini wakati ambao jamaa anaendelea kuzungumza, kaada mtishia Maganiko ya kwamba Maganiko, nitakupiga mpaka pale utakapokuwa tayari kutupatia makaratasi yaliyoandikwa makubaliano ya mwaka 2010.
Sasa yule kijana anamchimba mkwara Maganiko, alafu akakishusha kile chuma kwa nguvu katika mgongo wa Maganiko. Maganiko alijikunja kwa maumivu makali mno. Yule kijana akataka kurudia tena kumpiga Maganiko. Awamu hii Maganiko hakumpa hiyo nafasi. Maganiko alikubali kupigwa mara ya kwanza tu, lakini sio mara ya pili. Wakati ule mshikaji anashusha kile kipande cha chuma kwa mara ya pili kwenye mwili wa Maganiko, Maganiko akaishusha kwanza ile mikono yake, akakidaka kile chuma haraka, akakirusha kwa nguvu sana usawa wa wale vijana 5 waliokuwa kwa mbele yake. Hapo ndo likawa kosa. Wale vijana wakabeba jukumu moja tu la kukwepa kile chuma, huku wakifyatua risasi hovyo ndani ya kile chumba. Wakati ambao wanakuja kurejea katika asilimia zao zote za umakini, wakaja kugundua kwamba wapo wenyewe tu pale ndani. Maganiko alikwisha kukimbia muda mrefu sana, na wakaja kugundua kwamba wameupiga risasi mwili wa mwenzao bila hata ya kudhamiria. Mwili wa mwenzao ndio ulikuwa uko pale chini. Haraka sana sasa na wao wakaondoka lile eneo. Waliamini polisi wangefika muda wote na saa yote baada ya lile tukio la risasi. Kwanza wakampoteza Maganiko kijinga sana, na huenda ile ilikuwa ni mara yao ya kwanza kufanya kosa la aina lile. Msikilizaji, hali yake ilizidi kuwa mbaya mno, kama ni damu ilikwisha kutoka vya kutosha. Ni malaika mtoa roho ambaye angeamua kuondoka na roho ya Maganiko ama amwache Maganiko apambanie uhai wake. Maganiko hakutaka kufanya ujinga wa kwenda katika hospitali yoyote, kwa sababu aliamini polisi wangepewa taarifa na polisi wangepewa taarifa na watu wa hudumu wa afya juu ya jeraha la risasi alikuwa amelipata. Maana alikuwa eneo la kwenye bega hivi, bega lake la kushoto kulikuwa kuna jeraha ya risasi. Maganiko alichokifanya yeye ni kuelekea kwa mzee Maeda. Huyu alikuwa ni daktari aliyedumu katika hospitali ya KCMC iliyopo mkoani Kilimanjaro. Maganiko aliamini kwamba mzee yule ndo mtu pekee wa kuweza kumsaidia. Ule ukawa ni uchaguzi sahihi kwake. Hakuwa na mwingine. Taratibu kabisa akafikia kwenye nyumba ya mzee Maeda. Uzuri kwamba nyumba ya mzee Maeda haikuwa na uzio, hivyo ikawa ni rahisi kwa Maganiko kuweza kuufikia mlango utakaoweza kumruhusia kuingia ndani ya nyumba ya mzee Maeda. Kwa tabu mno, Maganiko aliusukuma ule mlango, na mlango kati haukuwa umefungwa. Mlango ulifunguka, Maganiko akaingia ndani uso kwa uso na familia ya mzee Maeda. Pale ndo kawa mwisho wa uvumilivu wa mwili wa Maganiko. Lile jeraha likamtupa katika hali ya kupoteza fahamu. Maganiko aliangukia katika sebule ya mzee Maeda. Ni yeye ndiye aliyetakiwa kuweza kuamua kumsaidia yule kijana aliyeanguka mbele yake kwa kumpatia huduma za kimatibabu ambazo kwake ni jambo rahisi mno, ama achukue jukumu la kutoa taarifa polisi. Na ndipo mzee Maeda akamtizama Maganiko aliyekuwa yuko chini pale kapoteza fahamu. Ni huyu Maganiko ambaye alikuwa akimtengenezea magari yake kwa pesa chache kipindi ambacho Maganiko aliamua kufanya kazi ya ufundi wa magari katika moja ya garage za mjini huko Moshi. Mzee huyu Maeda akasema, jamani, hebu njoni msaidie tumpeleke katika chumba changu cha dharura. Mzee Maeda alimwambia hivyo mke wake. Uzuri wa mke wa Maeda, alikuwa ni mtiifu mno mbele ya mumewe. Hakutaka kuhoji kwanza, akafanya kile ambacho mumewe alikuwa amekitaka. Ni kweli kuwa mzee Maeda aliamua kumsaidia kwanza kijana huyu Maganiko, na kisha baada ya hapo ndipo angeamua sasa afanye nini. Kuiondoa ile risasi katika bega la Maganiko wala haikuwa kazi nzito kwa mzee Maeda. Alifanya hivyo na kusafisha ile jeraha la Maganiko. Alifanya kila hatua ambayo aliamini kabisa ingerejesha afya Maganiko katika uwanja wa uhai. Ile ikawa ni salama kwa kijana Maganiko. Ilipita kama wiki moja hivi. Maganiko alikuwa bado yuko nyumbani kwa mzee Maeda. Hali yake ilikuwa katika mbio za kutengamaa. Mzee Maeda alikuwa kando ya kitanda ambacho Maganiko alikuwa amelala juu yake. Mzee Maeda akamwambia, unaweza kunipa sababu moja ya wewe kuja kwangu ukiwa katika hali ile? Lilikuwa ni swali la mzee Maeda aliyekuwa akimtazama kijana Maganiko kwa namna ya upole mno. Maganiko akasema, mzee wangu, nilihitaji kuwa hai. Kuna kazi inanihitaji mimi tu ili kuweza kuikamilisha. Sikuwa tayari kufa katika hilo. Kazi gani hiyo?
kuna mpuni nataka niigawe kwa kila mwanaukoo niliyetajwa jina lake. Kampuni ipi unayoizungumzia Maganiko? Hebu acha masiara. Na nani alitaka kukuua? Sio nani alitaka kuniua, sema ni akina nani walitaka kuniua. Aisee, wale upumbavu wangeniua kweli mzee wangu. Ni akina nani kwani? Wahuni wa Isaac? Sijakuelewa. Kwanza asante kwa msaada wako mzee wangu. Kwa sasa nahitaji kuweza kuondoka. Sina muda mrefu sana hapa. Lakini hali yako bado haijatengamaa, hali yako sio nzuri. Bora isiwe nzuri, ila sina muda zaidi. Nataka nikamfundishe Isaac nini maana ya shida. Mzee Maeda, niamini mimi. Wala sitamuua japo yeye alitaka kuniua, ila kumjeruhi itategemea na yeye mwenyewe. Alisema Maganiko huku taratibu akinyanyuka pale juu ya kile kitanda. Alishaamua kuondoka nyumbani hapo kwa mzee Maeda. Msikilizaji, taarifa juu ya kujeruhiwa kwa Maganiko zilimfariji sana, ila ukimya wa Maganiko kwa wiki nzima ukampa uhakika ya kwamba huenda Maganiko alifariki baada ya kujeruhiwa na vijana wake. La sivyo basi Maganiko ameogopa kuendelea na mpango wake, hivyo kakimbia. Hivyo ndivyo alivyokuwa anaamini bwana Isaac. Wakati yeye anaamini hivyo, Maganiko alikuwa njiani akirudi kuendelea na kile alichokuwa amekianzisha. Msikilizaji, nina uhakika ya kwamba uwezo wa fedha ndio msingi unaoweza kukufanya ukawa mtu sahihi katika macho ya wengi wanaohitaji msaada wako. Lakini nakuhakikishia kuwa uwezo wa kifedha hauwezi kusafisha ubaya wako kwa wale uliofanya ubaya, tena katika namna ya kukusudia kabisa. Kuna chuki ambazo hazimalizwi kwa fedha. Kuna ubaya ambao hauishi kwa fedha, bali tukubali kujishusha na kuomba radhi kwa wale tuliowakosea. Kama swala la kutumia uwezo wako wa kipesa, basi lifuate baadaye. Lakini kuna muda unapokosea unahitaji kauli ya msamaha na sio kutumia uwezo wako wa kifedha. Nyumbani kwa Isaac majira ya usiku, familia ilikuwa iko pamoja katika meza ya chakula. Mazungumzo ya hapa na pale kama familia ilichukua nafasi. Yalikuwa ni mazungumzo baina ya Isaac na mke wake. Watoto wake wawili wote wakiwa ni wa kiume walopishana miaka miwili. Mkubwa alikuwa na miaka 15, mdogo alikuwa na miaka 13. Walikuwa wasikilizaji tu, na hata walikuwa wanayasikia wala yalikuwa hayawahusu kabisa. Samani baba, kuna mgeni yuko huko nje anataka kukuona na wewe, anataka kuonana na wewe. Ilisikika sauti ya dada wa kazi akitoa taarifa kwa bwana Isaac. Bwana Isaac akasema, huyo mgeni hana jina? Amesema ni mfanyabiashara mwenzako, na hata hivyo amesisitiza kwamba ni muhimu sana yeye kukutana na wewe muda huu. Mwambie mlinzi amruhusu baada ya kumkagua kama hana lolote, au labda kama hana shari lolote. Sawa? Sawa baba. Taarifa ile ilifika kwa mlinzi. Mlinzi alifanya kila alichokuwa anatakiwa kukifanya. Alimkagua mgeni yule. Mgeni hakuwa na chochote cha kuweza kuhatarisha, na hapo akamruhusu mgeni yule. Mgeni yule akachukuliwa na dada wa kazi mpaka katika sebule mazungumzo. Keti hapa wakati ukimsubiri. Utatumia kinywaji gani labda? Kwani huyo Isaac yuko wapi mpaka nimsubiri? Yupo na familia yake katika meza akipata chakula. Kwani mimi nimesema sitaki kula jamani? Haya, nipeleke nikali na mimi. Lakini mpaka nikamweleze, akikubali ndo nitakupeleka. Je, akikataa ina maana kwamba sitakula, si ndio? Lakini hamna cha lakini we dada. Hebu nipeleke bwana kabla sijaamua kwenda mimi mwenyewe. Msikilizaji, yule mgeni alitoa hilo agizo na yule dada wa kazi akaikunja sura yake. Tayari alionyesha kuchukizwa na yule mgeni. Dada wa kazi alitambua kabisa hata kama kigoma kumpeleka yule mgeni bado asingebadili jambo. Yaani inaonekana kabisa yule mgeni alidhamiria kwenda kula iko chakula. Basi bidada huyu ambaye ni house girl akamchukua mgeni yule mpaka alipokuwa Isaac. Yule mgeni alipofika akasema, Isaac ndugu yangu. Isaac macho yalimtoka, ni kama vile hataki kukubali ukweli ya kwamba mmiliki wa ile sauti aliyomuita alikuwa ni kijana Maganiko. Maganiko akasema, aise bwana Isaac, unajua nimezaliwa msimu wa mavuno bwana. Maganiko alizidi kuzungumza huku akisogea karibu kabisa katika ile meza ilipo familia ya bwana Isaac na Isaac mwenyewe. Wakati familia ya bwana Isaac
ikipokea ule ugeni wa Maganiko kama ndugu wa kawaida tu. Haikuwa hivyo kwa bwana Isaac. Isaac alimtambua Maganiko kama adui yake, adui ambaye tayari alituma vijana kwa lengo la kwenda kuondoa uhai wake, lakini imeshindikana. Adui ambaye yuko mbele ya uso wake na tayari aliketi katika meza moja ya chakula. Maganiko akauliza, mbona hivi vipanya vyako havinisalimii? Maganiko aliuliza huku akiwa anajipakulia kile chakula, lakini bado alikuwa anamtizama tu. Akasema, yenyewe nisalimieni bwana, mimi baba yenu mdogo nyewe. Ana watoto mnawalea kama wafalme hivi. Wanaweza kaniona mimi kama kijakazi tu hawa. Waambieni watoto wenu wanisalimie bwana, wajue mimi ni nani. Sasa mke wa Isaac ambaye ni Doris akasema, hapana shemeji, haiko hivyo. Mke wa Isaac alisema hivyo kwa kukanusha. Maganiko akasema, Isaac, za masiku ndugu yangu, hatujaonana kitambo kweli yani. Maganiko akabadilisha uelekeo wa mazungumzo. Mke wangu, hebu achukue wanao, tuacheni sisi wawili hapa, tunataka tuzungumze. Wewe Maganiko, umefuata nini nyumbani kwangu? Mimi nimefuata kuja kukuambia kwamba wale wajinga wale watuma waniue. Wale jamani mabwege sana, sijui umewatolea wapi. Eti badala wanipige risasi ya kichwa nife, wao kanipiga risasi ya bega. Mimi hata sijapenda ndugu yangu. Unajua wamekuangusha mno ndugu yangu. Sasa hata wewe hujapenda kuniona mimi niko hai. Hebu nisikilize Maganiko. Sihitaji kukuona hapa nyumbani kwangu. Nakuomba uondoke. Sasa huo ndo undugu gani kaka? Wewe ulitaka kuniua, nimejileta mwenyewe uniue hapa, kwa nini shida iko wapi? Huo sio ndugu bwana. Akalalamika kijana Maganiko huku akiona pambana na mfupa uliodhibiti mnofu wa nyama. Bwana Isaac akaambia, hebu ondoka bwana kabla sijakufanya kitu kibaya. Bwana wewe bwana Isaac, hebu ngoje nimalize kwanza kula ndugu yangu, sasa unanitimwaje hata kula sijamaliza kaka? Unajua wewe jamaa, wewe mimi hunijui vizuri. Anyway Isaac, nisikujue wewe ndugu yangu. Isaac, wewe usaidiwa na marehemu Bi Sarafina. Isaac, mimi nakujua bwana. Nakujua kama mtu katili aliyeamua kumuua Bi Sara. Yaani ulishindwa kutoa hata 1% tu katika yale makubaliano yenu ili tu unusuru maisha ya Bi Sara. Ila sikiliza, iko misicho kilichonileta, kwa sababu hilo deni lako hilo lazima ulilipe. Sasa kilichokuleta nyumbani kwangu ni nini? Sasa sikiliza, mimi nimekuja kukuambia kwamba kesho ndo naenda kufungua mashtaka dhidi yako. Na imani kwamba mahakamani wataamua vyema kabisa hii kesi kuliko mimi. Sijui utajibu nini juu ya dhuluma ulioifanya kwa marehemu Bi Sarafina. Ila mimi ni ndugu yako. Unaweza ukanitafuta kabla hakujapambazuka tukazungumza. Kila kitu nimeelewana ndugu yangu. Baada kusema vile, Maganiko aliondoka zake, lakini Isaac ni kama vile alikuwa anatafakari jambo fulani. Ni kama alikuwa akijiuliza amruhusu ama simruhusu Maganiko kutoka katika ile nyumba yake. Alikuwa anawaza namna kuweza kumaliza mule ndani ya nyumba yake. Msikilizaji, wazo likapotezwa na uwepo wa familia yake. Akaliweka wazo la kumuua kijana Maganiko ndani ya nyumba yake, akaliweka wazo hilo kando. Kiapo cha kimya kilimtoka bwana Isaac, lazima afanye jambo. Akajipa jukumu, kama sio kifo basi afanye lolote lile la kumfanya Maganiko ashindwe kuendelea na kila anachokifanya. Ule usiku ndo usiku ambao Isaac aliamua ziwe ama zake ama ziwe ama za Maganiko. Lazima mmoja kati yao awe marehemu. Hakutaka pakuche. Usiku ule ulitakiwa kuwa ndo usiku wa mwisho kabisa, usiku wa kumaliza yote. Isaac akajiandaa vyema. Sasa alihitaji kukabiliana na Maganiko yeye peke yake, ana kwa ana. Isaac akaelekea moja kwa moja chumbani kwake, huko akachukua pale silaha yake aina ya bastola na kisha akarejea katika sebule yake. Hapo akachukua funguo ya gari moja wapo kati ya magari yake mengi aliyokuwa nayo. Alikuwa tayari kwa ajili ya kupambana na Maganiko. Hasira ni juu ya yote ambayo Maganiko anamfanyia. Sasa akaamua kuiongoza akili yake bwana Isaac. Mlinzi aliyehusika katika geti la nyumba ya bwana Isaac akatekeleza jukumu lake, akafungua geti ili kuruhusu gari ya bwana Isaac ipite. Isaac akapita, magurudumu ya gari yake yakaelewana vizuri kabisa na barabara, tayari kwenda popote pale ambapo anahisi anaweza kumpata Maganiko.
Awamu hii bwana Isaac alijiwekea amri ya kumuua Maganiko punde tu atakapomwona. Wakati akiendelea na safari yake, simu yake inaita. Mpigaji alikuwa ni mmoja wa wafanyakazi wake wa karibu mno. Alipokea ile simu na moja kwa moja akaisafirisha mpaka sikioni. Yule mfanyakazi akamwambia, habari za wakati huu boss? Akasema, mimi hata sijui kama ninazo hizo habari zenyewe. Alijibu hivyo bwana Isaac. Sasa alikuwa anaingia katika barabara rasmi, barabara inayotumiwa na wakazi wengi wa mjini. Yule kijakazi akasema, boss, ninataka kukueleza kwamba yule jamaa aliyewahi kuja ofisini kwako siku ile yuko hapa nilipo. Wewe uko wapi? Hebu niambie nije hapo ulipo. Nipo kwenye ile baa tunayopenda kunywa. Namuona na yeye pia anakunywa soda hapa kama mtoto. Hebu endelea kumtazama mpaka nifike hapo. Isaac akampa agizo huyo kijakazi wake aendelee kumtazama bwana Maganiko. Ilikuwa ni baa fulani hivi. Maganiko akiwa amejikalia katika meza yake mwenyewe taratibu, anafurahia ladha ya kinywaji alichokuwa anakunywa. Kuna mtu alikuja pale akamwambia, kaka, habari? Maganiko akasema, nzuri. Maganiko alijibu kwa anaendelea kunywa tu soda yake. Akasema, naomba unisaidie kakaangu, kuna mwanaume ananilazimisha niondoke naye. Yule dada aliyetoa salamu kwa Maganiko sasa akawa anampatia Maganiko ombi la msaada. Maganiko akasema, dada, kama umekunywa bia zake ama kama umetumia pesa yake, si ulipe tu kwa namna ambavyo mmekubaliana? Hapana kaka, mimi hata sijala hata mia yake, kila siku ananifuatilia. Maganiko akasema, sikiliza dadangu, mke wangu tu ataingia hapa muda so mrefu, muda wote. Sasa akikukuta hapa ataleta vurugu, kwa nakuomba tu uondoke dadangu. Maganiko akadai ya kwamba mke gani anayemzungumzia hapa? Ichote ni kwamba Maganiko aliongopa. Yule dada akasema, basi kabla hajaja mke wako, naomba unisaidie tu kunitoa hapa ndani. Nitakushukuru sana kakaangu. Kwa hiyo na hiyo bastola katika mkoba wako, mbona umeacha imejitokeza dadangu? Uone kama ni hatari? Nani kakutuma kwangu wewe binti? Inaonekana kabisa umetumwa. Sasa Maganiko akageuza kibao kwa yule dada. Kumbe ni kweli. Nilijua nakusifia bure tu. Sikiliza Maganiko, nimetumwa kwako Maganiko. Aeropoka basi. Mpaka soda yangu inakaribia kuisha, bado tu hujasema jambo la maana. Hebu zungumza na kusikiliza. Maganiko anadai eti kwamba ile soda yake inaharibika kweli. Soda ambayo unaweza ukaiacha hata kwa masaa 24 na zaidi na bado ikasalia tu katika ubora wake. Yule binti akasema, Inspector Shishe ndo kanipa agizo la kukutafuta wewe. Kasema ana kazi anataka kukupatia. Mimi mbona sina muda wa kufanya hayo makazi yenu? Kwani mimi ndo nilikula kiapo? Si nyinyi wenyewe ndo mlikula kiapo kwamba mtalinda hii nchi na raia wake. Sasa mimi hayo masharti mnataka kunipatia, mnataka mimi nife na manake ama? Kwa nini kamwambia umesemaje? Nenda kamwambia kwamba wewe umekutana na mimi alafu useme eti nimekataa, ndio utajua nini maana ya adhabu. Wewe jifanye bado unanitafuta, ni vile kama hujaniona. Ile nimeshakwambia kwamba nimemwambia kwamba nimekuona. Aya, mwambie sasa hujaniona. Kabla maongezi yale hayajazidi kuelekea katika hitimisho, simu yule dada inaita. Mpigaji alikuwa ni mkubwa wake wa kazi katika jeshi la polisi. Yes, hello? Ndio, nimekupata mkuu, alijibu yule dada na kisha mawasiliano yakakatika. Yule dada akamtizama Maganiko na kisha akazungumza. Akamwambia, sikiliza, ndugu yako bwana Isaac ameshambuliwa vibaya mno na watu ambao bado hawajabainika. Isaac yuko hai ama? Kwa sasa yuko njiani anaoishi hospitalini. Ila binadamu bana, yaani ameona mimi na enjoy kucheza na Isaac, kwa wameona waingilie mchezo. Sina manake binadamu wabaya sana ise. So angeniachia mimi mchezo wangu niendelee kucheza na Isaac. Alizungumza hivi Maganiko huku akinyanyuka pale alipokuwa ameketi. Nimeitwa mara moja, nafikiri ni kuhusu tukio la kushambuliwa kwa bwana Isaac. Tutakutana kwa wakati mwingine Maganiko. Aliaga yule dada na kisha akaondoka zake. Maganiko naye akaondoka. Alipokuwa anaenda, alipajua yeye. Ujio wa Maganiko nyumbani kwake
unamtupa katika mpango wa kumsaka Maganiko usiku ule. Ikiwa katika ule mpango bwana Isaac kabla hajafanikiwa, anashambuliwa vibaya mno. Zile juhudi alizotaka kuzitumia kumwangamiza Maganiko sasa alitakiwa zitumie zimsaidie yeye mwenyewe kutetea uhai wake katika chumba cha wagonjwa mahututi. Isaac hoi juu ya kitanda, yupo katikati ya uhai na kifo. Maganiko ndo alikuwa hana pingamizi lolote tena katika kile alichokitaka kukifanya. Pingamizi lilikuwa ni ICU. Asubuhi ya siku iliyofuata, ndugu wa Isaac walijazana pale katika hospitali ambayo Isaac alikuwa amelazwa. Kila ndugu alikuwa katika maombi yake. Sasa Isaac akifa watapata wapi tena msaada? Hilo ndilo swali lao, na wala si kuhusu kujali uhai wa Isaac. Walichokiogopa ni kupoteza misaada kutoka kwa Isaac. Wakati ndugu akiwa wanaendelea na maombi yao, Maganiko anafika pale, anawatizama ndugu zake. Ndugu wote wanamtazama kwa macho ya hasira, wanamchukia mno Maganiko. Huenda hawakutaka kabisa kumwona akifika pale. Jamani, mbona mmenyamaza? Maganiko anahoji huku akijikalia zake katika kiti kilichokuwa kipo tupu. Wakamuuliza, kwa unataka tulie? Aliuliza ndugu mmoja kuwakilisha wale wengine. Maganiko hakumjibu. Alimtazama mke wa Isaac ambaye alikuwa katika kilio cha kwikwi. Akamwambia, pole sana bwana shemeji. Maganiko anatoa pole, na hata mwenyewe pia machozi yalianza kuweka urafiki na macho yake, ila alijikaza. Hakutaka ndugu wengine watambue kuwa damu ilishakuwa ni nzito kuliko maji. Ni kweli ya kuwa Isaac hata kama angekuwa ni shetani, bado angekuwa ni ndugu yake tu. Naona idadi yenu inaruhusu tuanze kikao. Nahisi hiki kitakuwa ni kikao kabla ya mazishi ya Isaac, alisema Maganiko. Ndugu wakamtizama kwa hasira. Gumzo likazuka ya kwamba wewe ni nani hasa umtabirie mume wangu mimi kifo? Kwani kifo ni utabiri? Kifo si kila mmoja atakufa ama? Hata mimi nitakufa, wewe pia utakufa, hata Isaac pia atakufa. Asipokufa leo basi hata mwaka unaofuata anaweza akafa tu. Kifo sio utabiri, kifo kipo tu, akikwepeki. Maganiko aliyezungumza hayo huku akifungua kurasa za kitabu alichokuwa amekishika mkononi. Hana haraka. Akasema, naomba niseme kikao kimefunguliwa rasmi. Hakuna mtu kuweza kunyanyua mguu wake mpaka kikao kiweze kuisha. Maganiko akaweka pale amri hewani. Ndugu wakawa wananong'ona wakimkejeli, wala Maganiko hakujali lile. Akasema, kwanza kikao chetu kitaanza kwa sala fupi ya kumwomba Mungu afanye apendalo kwa mpendwa wetu bwana Isaac. Ndugu wakabaki wanatazamana tu. Maganiko akasema, kikao cha leo kinamhitaji sana Isaac. Sema tu ndio hivyo, kama hivyo. Hata siku ile pia kikao kabla ya mazishi ya Bi Sarafina kilimhitaji sana Bi Sarafina, lakini ilishindikana. Maganiko alisita, akawatizama ndugu wengine, akagundua kwamba ndugu walikuwa wanamsikiliza, na kisha Maganiko akaendelea kwa kusema, ila bwana, kikao chetu cha leo kitagusia juu ya mgawanyiko wa mali za Bi Sarafina zilizokuwa zipo kwa bwana Isaac. Maganiko akaweka nukta hapo. Ndugu akabaki wanatazamana. Wamesikia juu ya mali, mate akawajaa katika midomo yao. Kikao kinawavutia sana hiki. Mke wa Isaac akasema, hata kabla hajafa mnataka kugawana mali za mume wangu? Mimi sitakubali katika hilo. Hivi na wewe una cheti cha kidato cha 4 kweli wewe? Nimesema mgawanyiko wa mali za Bi Sarafina na wala sio mali za Isaac. Au hujaelewa hapo? Kama hujaelewa kitu hebu uliza basi. Mke wa Isaac akanywea. Maganiko akaendelea kusema, jamani, sasa sikilizeni ndugu zangu, siku ya kesho kila mwanafamilia ambaye jina lake lilitajwa na Bi Sarafina kabla hajafariki basi atapatiwa sehemu ya mali kutoka katika kampuni aliyokuwa anaimiliki Isaac kinyume na makubaliano. Nafahamu ya kwamba ndugu zangu mmejenga chuki juu yangu, ila mimi bwana sina chuki yoyote ile. Hata Isaac pia sina chuki naye. Natamani Isaac anyanyuke tena pale kitandani, aone namna ambavyo wale ndugu zake waliokuwa upande wake kipindi ana uwezo wa kifedha, namna watakavyoweza kumkana wakati huu ambao hatakuwa na lolote lile kwao. Maganiko akaweka kituo hapo. Ndugu wote wakageuka nyuma, wanamtizama mzee Mosha ambaye naye ndo alikuwa anafika sasa hapo hospitalini muda huo. Mzee Mosha akauliza, jamani, mgonjwa anaendeleaje? Lilikuwa ni swali la kwanza kutoka kwa mzee Mosha. Mke wa bwana Isaac akasema, hatujapewa majibu yoyote mpaka sasa.
Maganiko akasema, mzee Mosha, nakusikia Maganiko. Hebu chukua hiki kitabu, kila kitu kipo humo. Isaac akifanikiwa kuwa hai, umwambie kwamba wale ndugu aliokuwa anawasaidia ndio ambao watagawana mali zake na wala hawataona aibu. Mimi sio mkaji sana, ila ikatokea Isaac akafa, basi mnitumie ujumbe, nitakuja kwenye mazishi. Huenda nikawa nina kikao kipya pia, alisema Maganiko, alafu akampatia mzee Mosha kile kijitabu. Sasa wewe unakwenda wapi Maganiko? Swali hili alilitoa mzee Mosha, alimuuliza Maganiko. Maganiko akasema, jamani, si mnawajua hawa polisi wetu? Basi mtakuta wamekaa mezani wanajadili namna ndugu yetu alivyoshambuliwa. Ngoja mimi nifanye mpango fulani hivi. Nataka hao walomshambulia Isaac wanieleze ni kwa nini wamekatisha mchezo wangu. Alijibu Maganiko. Ndugu wakabaki tu wanamtizama, yani kana kwamba hawajawahi kumuona hata siku moja. Kwa hiyo kijana, unataka nikuelewe ya kwamba unakwenda kuwatafuta walomshambulia Isaac? Sio kuwatafuta tu. Yaani nikiwapata lazima nikao naye kwanza kikao kabla ya mazishi yao. Alijibu hivyo Maganiko, alafu akaondoka zake. Ile kazi yake ilikuwa imefikia ukingoni. Maganiko hakutaka kuendelea kumalizia ile kazi yeye, badala yake akampatia mzee Mosha. Katika maisha, Maganiko aliamini kushindana na mtu aliyelala hoi juu ya kitanda cha matibabu ni dhambi. Ingekuwa ni aibu kwake. Ile kazi ilishakuwa nyepesi. Maganiko akaichukia kweli kweli. Aliyestahili kuimalizia ni mzee Mosha. Yeye akaondoka zake akidai ya kwamba anakwenda kuwatafuta waliohusika na kumshambulia Isaac. Msikilizaji, tatizo lilianzia miaka kadhaa nyuma. Aliyelianzisha akajivika taji la usahaulifu, akalisahau maisha, wala hayakusubiri mpaka akumbuke lile tatizo. Kama kawaida, maisha yakaendelea, wakati ambapo akili yake ikiwaza namna ya kumkabili Maganiko bila ya kutambua kuwa muda wa lile tatizo kufufuka ulikuwa umeshawadia. Anapokea pigo kali kutoka huko lilipotoka, pigo linalomlaza juu ya kitanda katika chumba cha wagonjwa mahututi. Waliofanya shambulizi lile wakajiweka karibu kabisa, wakayatenga vyema masikio yao kupokea taarifa za kifo cha Isaac. Wakati wao wakiwa katika kusubiri taarifa, Maganiko alikuwa njiani kufuatilia nyayo zao. Labda kosa lao halikuwa kumshambulia Isaac, kosa lao lilikuwa ni kuingilia mchezo wa Maganiko. Ni huu wakati ambao Maganiko anaingia katika purukushani nzito, purukushani ya zika ni kuzike. Shukrani sana mpendwa msikilizaji, wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Huenda mwisho wa simulizi hii ukawa ni mwanzo mpya wa mkasa unaofuata wa Maganiko. Lengo la simulizi hii lilikuwa ni kukudokeza mambo kadhaa yanayotokea katika jamii yetu, hasa ni baadhi ya watu kutoweka juhudi zozote katika kumuuguza mgonjwa, badala yake jitihada zao wanaziweka katika mazishi, jambo ambalo si zuri. Na amini kuna kitu umejifunza kwenye hii simulizi fupi kutoka kwake mwandishi Bwana Juma Hiza. Mimi niliyekusimulia naitwa Uncle J Masimulizi. Asante sana kwa timu yako, nikutakia wakati uliomwema.